Kwanza niwafahamishe viongozi wa matawi kwamba asubuhi ya leo tumepata msiba wa mwenzetu ambaye tulikuwa naye, ndugu yetu Thomas Raymond Mdeka amefariki asubuhi ya leo. Kwa taratibu za mazishi zinaendelea nyumbani kwake, tutawafahamisha kupitia vyombo vyetu vya kuwafahamisha baada ya kupata taratibu zote. Tuendelee kumwombea mwenzetu, Mwenyezi Mungu aipokee roho yake vizuri. Leo tumeamua tuwaite viongozi wa matawi, lakini pia tuwashirikishe wanahabari. Kuna sakata ambayo liko mbele yetu kati ya klabu yetu pamoja na bodi ya ligi ambalo lilianza tangu tarehe 8 mwezi wa 3 baada tu ya kuvurugika kwa mechi ya dabi. Tumekuwa tukitoa maelezo mengi, lakini bado sakata halijamalizika, linaendelea. Kama mnavyokumbuka kwamba baada ya tarehe 8 klabu ya Yanga ilitoa msimamo wake kwamba hatutacheza mechi ya marudio ya namba 184 kwa sababu tuliamini kwamba mechi imevurugwa kwa makusudi na wale wenye mamlaka ya kuendesha mpira wa nchi hii. Klabu ya Yanga baada ya kusakata lote hili bado waliendelea msimamo wake, na sisi viongozi, wanachama na wapenzi tulikubaliana kuungana na viongozi wetu juu ya sakata hili. Juzi bodi ya ligi ilipanga tarehe ya ligi, tarehe ya mechi hiyo tarehe 15 mwezi huu. Bado klabu ilitoa msimamo wake kwamba tutacheza mechi hiyo kwa kile ambacho walikiainisha kwenye barua yetu ya tarehe 9 mwezi wa 3. Wiki hii tumesikia mambo mengi yakiendelea kuzungumzwa na wenye mamlaka, lakini hata naibu waziri kule bungeni tumemsikia akieleza kwamba mechi ya dabi ipo na itachezwa kati ya Yanga na Simba. Tena amezumia Simba na Yanga na mahasimu wake tarehe 15 kama ilivyopangwa. Lakini tumemsikia msemaji wa bodi ya ligi akieleza kwamba taratibu zote zinaendelea na mechi ya tarehe 15 ipo kama ilivyokuwa imepangwa. Sisi kama viongozi wa matawi, kwa niaba ya wanachama wetu, tunaendelea na msimamo wetu ule ambao tumeunga mkono kamati ya utendaji. Tunaendelea na msimamo wetu ule kwamba mechi namba 184 haitachezwa mpaka kile ambacho niwaombe hapa tuko na wanahabari, inatakiwa taarifa ifike sahihi kwanza. Kwa niwaombe, tutashangilia baada ya kumaliza taarifa yangu. Niwaombe sana kwa hilo, ili waandishi waweze kuchukua kitu ambacho kiko sahihi. Mechi namba 184 ambayo bodi ya ligi imeipanga ifanyike tarehe 15 mwezi huu. Sisi kama viongozi wa matawi kwa niaba ya wanachama wa mkoa wa Dar es Salaam na mikoa jirani, tunatangaza kwamba mechi hii haipo na hatutacheza mpaka kile ambacho tumekiainisha kwenye barua yetu ya tarehe 9, ama klabu imeainisha kwenye barua ya tarehe 9 mwezi wa 3, tupate majibu yao. Lakini pia mkumbuke kwamba bodi ya ligi walieleza kwamba waliahirisha mechi hii ya dabi baada ya kugundua kwamba kuna viashiria vya uvunjifu wa amani. Lakini wakasema kuna viashiria vya rushwa, na wakaahidi kwamba watatoa majibu ya kile watakachokuwa wamefanya uchunguzi. Leo wanatupangia mechi ya dabi tarehe 15 mwezi huu. Hatujapata majibu ya kile walichokuwa nakifanyia uchunguzi kwa maana ya rushwa ama uvunjifu wa amani. Kwa sisi kama viongozi wa matawi kwa niaba ya wanachama,
tunasema hili nalo hawatutendei haki na hatuko tayari kupeleka timu uwanjani tarehe 15 ya mwezi huu. Sasa kwa kuwa mechi haipo, tunaomba wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga walioko mikoa mbalimbali, lakini hata Dar es Salaam, wasihangaike na mechi ya tarehe 15 haipo. Hatuyasemi haya kwa sababu ya kuwaogopa Simba. Tuliyasema haya toka tarehe 9 baada ya tarehe 8, na tuliyasema kwa vikao vyetu mbalimbali, na leo tunaendelea kuwasisitiza hasa baada ya kuona kwamba msemaji wa bodi ya ligi anasema taratibu zote zinaendelea. Kwetu sisi Yanga ndio wenyeji wa mechi hiyo. Tumewaambia viongozi wetu asitokee kiongozi akaenda kwenye maandalizi ya mechi hiyo, haipo. Na hatutakuwa tayari kuona timu yetu inakwenda uwanjani tarehe 15. Tushawaambia viongozi. Hawa viongozi tumewaweka sisi. Sisi hatuambii bodi ya ligi wala hatuambii TFF. Viongozi wetu tumewaweka sisi. Na tushawaandikia barua kimaandishi. Sio kwa kuambia tu mdomoni. Tushawaandikia kupitia mtendaji mkuu wa klabu kwamba wanachama wa Yanga hatuko tayari kuona timu yetu inakwenda kucheza mpira tarehe 15 kabla hatujapata taarifa rasmi kutoka bodi ya ligi ama TFF kwa nini mechi ya tarehe 8 iliahirishwa. Lakini pia tunaiomba serikali kwamba waiangalie TFF na bodi ya ligi. Tunajua kanuni za FIFA, masheria za FIFA haziruhusu serikali kuingia kwenye mambo ya mpira. Lakini hii hapa ilipofikia, ni lazima serikali yetu sasa iingie kwenye swala hili. Swala hili linavunja amani ya nchi. Swala hili linavunja umoja wa kitaifa. Swala hili linaleta mtengano wa wanayanga na wengine ambao si wanayanga. Tulimlalamikia rais wa TFF hasa baada ya kurudi. Tulitegemea kwamba rais wa TFF atasimama kati ya Yanga na bodi ya ligi. Lakini cha kusikitisha, rais wa TFF ameamua kuwa na upande wake. Badala ya kuwaita Yanga na bodi ya ligi kuona kwamba kuna nini kinachoendelea, ameamua kuwakandamiza Yanga kwa kuwa na upande mmoja bila hata kuwasikiliza Yanga. Kwa tunaiomba serikali yetu waiangalie swala hili. Lakini pia tumemsikia naibu waziri juzi bungeni. Amekwenda kinyume na bosi wake ambaye ni waziri wa michezo. Waziri alipoulizwa swali hili kabla ya naibu, alieleza kwamba swala la dabi ni swala la TFF na bodi ya ligi. Lakini tumesikitishwa na kitendo cha naibu waziri juzi bungeni akieleza kwamba dabi ipo na itachezwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, wakati yeye si mpangaji wa ratiba na haimhusu. Kwa tunaiomba serikali pia kwamba matamshi ya baadhi ya viongozi wa serikali yanazidi kuamsha hasira na morali ya wanayanga kwamba kwa nini serikali yote iingie kwamba lazima mechi ichezwe. Kwa nini waseme lazima mechi ichezwe? Kwa nini Yanga hatusikilizwe? Sasa sisi kama wanayanga wa mkoa wa Dar es Salaam tumedhamiria kwamba tutapeleka timu na tunawaagiza viongozi wetu wasifanye hivyo. Tuko tayari kwa hatua yoyote ambayo wataona inafaa kwetu. Kama wakiona Yanga tuna makosa, tuchukuliwe hatua kwa mujibu wa kanuni walizoziweka. Lakini kama wana makosa, basi nao wajibike kwa kanuni walizoziweka wenyewe. Hatuko tayari kuona timu yetu inakwenda kucheza mpira tarehe 15 kabla hatujapata kile ambacho tumekiomba tukipate. Lakini kingine ambacho kimetusikitisha, ambacho leo tumepata nafasi ya kukizungumza hapa mbele ya waandishi wa habari, ni kitendo kilichofanywa na wenzetu, watani zetu kwenye fainali waliocheza kule Zanzibar. Tunaamini mpira ni starehe. Tunaamini mpira unatuunganisha ndugu na ndugu. Lakini hatujafikia hatua ya kuwa mahasimu wa kugombana. Lakini juzi baada ya kauli za viongozi wao, tuliona jinsi gani wanayanga walivyodhalilishwa pale Zanzibar. Mtu anadhalilishwa mbele ya familia yake, jezi zinachanwa, watu wanapigwa, wanatolewa uwanjani. Eti tu kwa sababu wamevaa jezi za Yanga. Lakini cha kusikitisha kwamba hakuna mwenye mamlaka aliyesimama kukemea swala hilo mpaka leo. Hatujawahi kusikia kauli ya TFF,
ya kulaani tukio lile. Tunawapongeza viongozi wetu kwamba viongozi wa klabu walishatoa tamko la kulaani kitendo kile, na ndio kauli yetu kwamba tunadhani kwamba wenzetu wanatuona sisi ni wapangaji na wao ndio wenye nyumba. Tunaamini swali hilo wangefanya Yanga tushachukuliwa hatua. Niwakumbushe kwamba aliyekuwa msemaji wetu hapa zamani Jerry Muro aliwahi kutangaza kwamba hatuwahitaji Simba kuja uwanjani wakati Yanga inacheza na TP Mazembe uwanja wa Benjamin Mkapa. Alichukuliwa hatua na shirikisho na akapewa adhabu. Leo viongozi wa Simba wamehamasisha watu wa Yanga wasiingie uwanjani, na walioingia wamefanywa vitendo vile walivyofanyiwa. Tunadhani hii si ungwana, na hili linaweza likaleta mpasuko huko baadaye ambao kuzuia itakuwa ngumu. Kwa hivyo tunaiomba wenye mamlaka, serikali, hebu waingie waone kwamba umoja wa kitaifa unaweza kuvurugwa na wenye mamlaka tulioomba kuongoza mpira nchini. Mwisho niwahakikishie kwamba hatuna nia mbaya, hatuna nia yoyote ovu. Tuna lengo la kutengeneza mpira wa nchi hii. Hatuchezi mechi ya tarehe 15 ya mwezi huu.